Mimi kwa majina naitwa Ezekia Elia Zambi. Nilikuwa nikionekana au nikifahamika kama mtiania wa nafasi ya ubunge wa jimbo la Mbozi. Na nafikiri nimekuwa nikiulizwa sana maswali mengi na wanachama na wananchi, wadau wa siasa mkoa wa Songwe, wakitaka kufahamu au kujua kwamba kwa nini Zambi umeamua kutiania ya nafasi ya ubunge jimbo la Mbozi. Na nikajaribu mara kadhaa kuweka wazi juu ya hoja zangu za msingi ambazo pia nitapenda na leo pia niziwekee wazi kwenu hizi hoja za msingi, japokuwa zipo nyingi nitaweza kuongelea hoja chache. Mojawapo ya mambo machache katika mambo mengi ambayo yamenifanya niwe na uchungu sana na jimbo langu la Mbozi ni pamoja na mambo haya. Jambo la kwanza ni kwamba tangia nchi hii tupate uhuru mwaka 61. Tangia nchi hii tupate uhuru mwaka 61, wabunge wote waliochaguliwa ndani ya jimbo la Mbozi, hakuna mbunge hata mmoja ambaye aliweza kuendeleza mifumo ya miundombinu ya barabara ambayo aliifanya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Utaona barabara nyingi ambazo zilichimbwa na Mwalimu Nyerere tokea uhuru 61 mpaka leo. Barabara zote kama zilivyo, hakuna barabara ambayo mbunge aliyechaguliwa ndani ya jimbo la Mbozi aliweza kuziendeleza hizo barabara. Nitoe mfano mdogo, ndugu mwandishi. Kwa mfano barabara ya Kamsamba Road, barabara ambayo inaanzia mji wa Mloo inaelekea bondeni mpaka Kamsamba. Ile barabara imekuwa ni sehemu mojawapo ya kibondeo cha wananchi. Kila mtiania wa nafasi ya ubunge jimbo la Mbozi anapokuja kuomba kula kwa wananchi, anakuja kwa hoja hiyo kwamba atawajengea barabara Kamsamba Road kwa kiwango cha lami. Lakini tokea karibia miaka 20, zaidi ya 20 mpaka leo, barabara Kamsamba Road haijaweza kujengwa kwa kiwango cha lami. Hivi karibuni kipindi hayati Magufuli, John Pombe Magufuli alipokuwa madarakani, bado naye pia anayekupita akawaahidi wananchi wa jimbo la Mbozi kama atashughulikia hii hoja ya kuweza kuwasaidia kujenga hii barabara kwa kiwango cha lami. Lakini mpaka leo hii barabara haijaweza kujengwa kwa kiwango cha lami. Barabara zimekuwa mbovu. Ingia jimbo la Mbozi kata ya Mloo, ingia barabara za mitaa, hakuna barabara ambayo ina kiwango kizuri cha kuweza kuwasaidia wananchi kwenye shughuli zao. Barabara zimekuwa mbovu na hakuna mbunge ambaye amewahi kutengenezea barabara jimbo la Mbozi leo akaja mbele yetu akatuambia kwamba ameweza kusaidia jimbo la Mbozi kutengenezea barabara kwa kiwango cha lami. Lakini pia nilikuwa na hoja hii nikiwaahidi wananchi wangu kwamba endapo kama nikifanikiwa kwenye nafasi hii ya ubunge, nikawaambia nitahakikisha hizi barabara zote ambazo kajenga Mwalimu toka uhuru mpaka leo ninaziendeleza, tena hasa hii barabara ya Kamsamba Road kuhakikisha na jengwa kwa kiwango cha lami. Lakini pia hoja yangu ya pili ya msingi ilikuwa ni upande wa kilimo, mfumo mzima wa kilimo. Na niseme lugha nyepesi ni kwamba ninachokiona mimi tokea uhuru mpaka leo, kilimo hakijakombolewa. Na niseme wazi ni kwamba wananchi wangu wa jimbo la Mbozi na Watanzania wa mkoa wa Songwe, 70% ya Watanzania wanategemea kilimo na wanafanya shughuli hii ya kilimo. Na ukiangalia mfumo tuliokuwa nao wa kilimo, ili niliweke wazi, mfumo tuliokuwa nao wa kilimo ni mfumo ambao hawasaidii Watanzania, hawasaidii watu wangu wa jimbo la Mbozi. Na kwenye upande huu mimi naongea wazi kwamba ninajiandaa kupigania vita kilimo katika mazingira mengi. Jambo la kwanza ni upande wa bei za pembejeo za kilimo. Asilimia kubwa ya Watanzania wengi wanaolima kilimo ni Watanzania ambao wapo katika mazingira au maisha ya hali ya chini. Lakini kupitia hili bado Wizara ya Kilimo haijaweza kuwasaidia kitu kwa kuonea hata nusura ya kuluma wananchi hawa, kwa kuwasaidia kuhakikisha bei ya pembejeo za kilimo inashuka. Bei imekuwa juu. Unapomuuzia leo mkulima pembejeo kwa bei kubwa mno, ni sawa na kumwambia huyu maskini ambaye hajiwezi
unamfukuza kwamba huyu mtu asiweze kulima kilimo. Na unaposema kwamba asiweze kulima kilimo, sasa tujiuliza swali kwamba huyu mkulima au familia yake inaenda kula nini? Bei za pembejeo za kilimo zimekuwa juu mno kiasi ya kwamba wakulima wengi sasa hivi wanashindwa kulima kwa ajili ya bei ya pembejeo za kilimo. Na pia mbali na hilo, tumeona wakulima wengi jimbo la Mbozi wanapata shida au wanapata changamoto ya kuuziwa pembejeo kwa bei kubwa, na nyingi zinakuwa pembejeo feki. Jimbo la Mbozi awali nyuma, kabla miaka 2000, ni jimbo ambalo lilikuwa linaongoza kwa kuwa na wakulima wengi sana wa kilimo cha kahawa. Lakini mpaka sasa ukiingia jimbo la Mbozi, nenda vijijini, nenda wapi, utaona mashamba mengi sana mapya ambayo yakianzishwa ya kilimo cha kahawa. Hata yale yaliyokuwepo utaona mashamba mengi sana ambayo yapo kwenye standard ile ambayo utasema kwamba hapa napata zao la kahawa ambalo ni zao liko kwenye standard ya hali ya juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakulima wengi wameona kama kilimo akiwakomboi, kilimo akiwasaidii. Wanauziwa pembejeo feki kwa gharama kubwa, wakizipeleka shambani zinaunguza kahawa. Leo hii mkulima analima mahindi, unamuuzia pembejeo kwa bei kubwa mno. Alafu huyo mkulima baada ya kuvuna pembejeo unamfuata kwenda kuchukua mahindi kwa mkopo. Niseme tu wazi kwamba mojawapo ya mambo ambayo yananiumiza sana na sitakubaliana nayo ni pamoja na mkulima ambaye anauziwa pembejeo feki, pembejeo kwa bei kubwa sana, alafu aende akakopwe hizo pembejeo. Hichi kitu akiwasaidii wakulima, na niseme wazi kupitia Wizara ya Kilimo haiji na sera nzuri ambazo zinawasaidia wakulima kuvuka hii stage, kuondokana na umaskini. Zamani ilikuwa mkulima analima kilimo ili aweze kusomesha, ili aweze kulisha familia yake. Lakini leo mkulima analima kilimo, fedha zote zinaishia kwenye kulipia pembejeo na vitu kaza wa kaza ambavyo kimsingi havimsaidii mkulima kuvuka hiyo stage ya changamoto hiyo aliyokuwa nayo. Kwenye yale mawili hasa ambayo umeyasema na kama hoja zako za msingi za kukufanya ukaomba kugombea ubunge, haujaona jitihada zozote zinazofanywa na serikali kupitia viongozi waliopo, mathalani kwenye haya maeneo mawili ya barabara na kilimo? Tumeona fedha, mamilioni ya fedha yakitengwa kwenda kwenye ruzuku ili kumsaidia huyu mkulima. Kwa sababu pembejeo nyingi hatuzalishi wenyewe. So serikali imekuwa ikifanya jitihada, lakini pia kwenye barabara, hiyo barabara mfano ya Kamsamba Road, tumeona sasa hivi walau barabara inapitika vizuri toka Kamsamba mpaka hapa Mloo. Huoni kwamba hizo ni jitihada mpaka useme CCM haifanyi chochote? Labda ndugu mwandishi, niweze kuelezea kwenye hoja mbili kwa kifupi. Hoja ya kwanza ni kwamba unapozungumzia bajeti inayotengwa kwa ajili ya miundombinu ya barabara, sisi jimbo la Mbozi, barabara Kamsamba Road imeingizwa kwenye bajeti zaidi ya mara 3, na wananchi muda wote wamekuwa wakiahidiwa kwamba hii barabara inajengwa kwa kiwango cha lami. Lakini mara zote hizo 3 ambazo bajeti inapangwa ya barabara, mpaka leo unapoongea na wewe, ile barabara haijengwa kwa kiwango cha lami. Sasa swali ni kwamba tunaposema bajeti imetoka kwa ujenzi wa barabara iliyojengwa Mbozi ni barabara ipi? Kwa sababu ukiingia barabara za mitaa, hakuna barabara ambazo zinaeleweka za mtaa. Ukiingia barabara ya Kamsamba Road inayoongelea sasa hivi, hii barabara imekaa zaidi ya miaka 20. Kila siku ni ajenda hiyo inakuwa kama kibondeo cha wananchi. Lakini je, mpaka leo ni wabunge wangapi wamepita wameongea hilo na hawajatekeleza hilo swala? Lakini pia leo ukisema kwamba pembejeo za kilimo zipo kwa bei chipu, hilo swala mimi siwezi kulikubali. Na huenda labda ili kujenga evidence sahihi zaidi, hata ukienda kuongea na wakulima wenyewe waweza kukwambia kwamba hizi pembejeo za kilimo serikali imetusaidia kuwekea pembejeo kwa chip, zaidi ya kwamba kila mwananchi anaendelea kulalamika pembejeo zipo juu. Kwa hayo maneno ambayo nazungumza mimi sio maneno yangu peke yangu, kwamba labda ni kitu ambacho nazungumza peke yangu, hapana, ila ni Watanzania wote wanaumia kwa bei ya pembejeo za kilimo. Unafikiri kwa haya yote kwa nini unatosha, unadhani kwa nini unatosha kuwa mbunge wa jimbo la Mbozi na si mtu mwingine yeyote na kutoka chama chochote? Kama nilivyoongea awali, Chama cha Mapinduzi tukiwa huru mpaka leo vimekuwa vikija na sera ambazo wanawaahidi wananchi mabadiliko, wanawaahidi wananchi maendeleo na maboresho ya mfumo mbalimbali ya kilimo, miundombinu na kadhalika. Lakini mwisho wa siku ni kwamba ahadi zao zinakuwa ni ahadi ambazo zinaishia baharini. Sasa
hao wananchi ambao tunawafuata kila siku kuomba kula kwa kuwadanganya sera za uongo tunawasaidia nini? Nafikiri umefika muda ambao hatuwezi kuchoka kusubiria kuwapa nafasi viongozi wa vyama ambavyo tayari tushapa nafasi ya kugombea kutumikia, wakatupa ahadi za uongo na wasiweze kuzitekeleza. Niseme kitu kubwa ni kwamba nimetia nia kugombea nafasi hii kwa sababu ninataka kuwasaidia wananchi ambao walikuwa na matumaini na viongozi wakawapa nafasi, lakini viongozi wale hawakuweza kuwasaidia wananchi hawa. Na mimi kama mzalendo na mzaliwa wa jimbo la Mbozi najisikia sana uchungu leo kwa sababu naamini kwa mfano hii barabara ya Kamsamba Road ingejengwa kwa kiwango cha lami tokea mwaka 2005 mpaka leo, miji kama mji wa Mloo, mji wa Igamba, mji wa Itaka, mji wa Nambizo mpaka Utambalila, kote kule maendeleo yake yasingekuwa hivi yalivyo leo. Tunaelekea uchaguzi. Unakwenda kushinda endapo chama chako kitakuteua kugombea ubunge Mbozi? Niseme wazi kwamba mimi naamini naenda kushinda, lakini endapo chama changu kikashiriki uchaguzi kama nilivyoongea awali, sasa hizi maazimio au niseme maamuzi ya chama yamebakia pale pale, kutaka maboresho ya mfumo wa uchaguzi, kutaka zile ahadi ambazo zilitolewa kwenye arafo ya Mheshimiwa Rais zilizotambawa. Alikuwa akiahidi baadhi ya maboresho, lakini mwisho wa siku hakuna ambacho kinafanyika. Sasa hatuwezi sema kwamba tunaingia kwenye uchaguzi bila kuona haya ambayo sisi tunaona kama ni vipaumbele vyetu yanafanywa kazi. Na maazimio ya chama ilikuwa ni kwamba maamuzi ya mwisho ya kushiriki au kutokushiriki uchaguzi yatafanywa na kamati kuu ya chama taifa, na maamuzi hayo hayajafanywa bado. Kwa kama ikitokea yamefanyika maamuzi ya chama changu kushiriki uchaguzi na chama kaniteua kuwa mgombea wa nafasi ya ubunge jimbo la Mbozi, ninaamini napita kwa mbunge wa jimbo la Mbozi.